na rafiki yangu mtoto wa Mama Samia Suluhu Hassan anaitwa Abduli. Rafiki yangu na nampenda na mheshimu. He's my friend. Natoa mfano sasa. Ikatokea Abduli mtoto wa Mama Samia, wa mwenyekiti wangu. Wamekuja watu wamemchukua wameondoka naye. Kesho kaokotwa hana macho. Unachukuliwa kwenye basi na watu wanaona, kesho unaokotwa huna macho. Sasa how would you feel? Utajisikiaje? Ikatokea mtoto wa Askofu Gwajima. Mtoto wa Askofu Gwajima, Jordan, amechukuliwa ameondoka naye, kesho anaokotwa hana macho. Mtoto wa Majaliwa, Kassim Majaliwa, waziri mkuu, anachukuliwa kesho anaokotwa hana macho. Anafuatwa ndani ya nyumba, kwa mfano ni kama ilivyokuwa kwa amefuatwa ndani ya nyumba, watu wanavunja nyumba. Mke wake anaona mume wake anavuliwa, anapigwa si nyundo au nini. Halafu baada ya siku unaona michirizi ya damu, ameondoka hivyo. Ni mtoto wa nani huyo? Ni mtoto wa Wambura IGP. Ni mtoto wa DJIS. Ni mtoto wa mkuu wa jeshi la wananchi. Hivi kweli inawezekana hivyo? Haiwezekani. Kwa nini sasa tunaona hao wanaopotea kana kwamba ni mbuzi, ni kondoo? Lazima tufike wakati, mimi naamini si vyombo vya dola vinavyofanya haya, kwa sababu vyombo vya dola they are competent enough kufanya mambo bila kuacha trace. Chombo cha dola kinajitambulisha kwenye hoteli ya kimataifa kama Serena, sisi ni polisi toka ndani. Halafu huyu mtu amekuja kuokotwa kesho. Huyu dada wa Kiganda huyu Agatha Atuhaire anasema, nimeona kwenye YouTube, hata amevuliwa nguo zote. Halafu anapigwa sehemu za siri na watu waliojitambulisha kama vyombo vya dola. Hiki kitu ni aibu kwa nchi. Hatuwezi kuwa na watalii siku zijazo. Hoteli zetu haziwezi kuaminiwa, mahusiano yetu yanaharibika. Mimi siwezi kukaa kimya. Wale mnaokaa kimya kaeni. But I can't take it. Siwezi mimi kukaa kimya. Tanzania ni yetu sisi sote. Tanzania kwanza, anything else follows. Kwa hiyo ushauri wangu ni huo. Panapotokea kwa mfano kama nilivyosema niseme kwa mfano mkuu wa idara ya usalama wa taifa na msaidizi wake na walio chini yake ambao ni wateule wamepinga jambo ambalo wanaliona lina maslahi kwa nchi, si wanaondoka? Anakuja mwingine anapinga, anaondoka. Anakuja mwingine anapinga, anaondoka. Tutakuwa na idara za usalama ambazo sio stable. Lazima tuilinde nchi yetu. Na hawa kazi ya idara ya usalama wa taifa, kazi yao ni kukusanya taarifa na kumpa mlaji, kuilinda nchi. Sasa kama hawa wa kuilinda nchi hatujawekea mazingira wailinde nchi na wabaki salama, hatuna nchi siku zijazo. Mfano, acha niwape mfano. Mimi tangu nimeingia bungeni nimezungumza sana kuhusu maono ya nchi, kwamba nchi lazima iwe na maono ya muda mrefu, miaka 50, miaka 100 na kuendelea. Nikupe mfano. Kwa mfano tuna maono sasa ya miaka 30 nafikiri 25 ambayo hayatoshi kwa mjibu wangu mimi. Mimi nipenda 50 ili rais anayeingia madarakani akute maono ya nchi. Sio anaingia rais huyu tunaelekea kushoto, anaingia rais huyu tunaelekea kulia, anaingia wengine tunaelekea magharibi, wote wanaendelea. Kikwete rais Nyerere aliendelea mbele kwa namna yake. Ali Hassan Mwinyi rais wa pili alipeleka Tanzania vizuri kwa namna yake. Rais wetu Benjamin Mkapa na yeye Tanzania aliikimbiza kwa namna yake. Mnakumbuka kuhusu utandawazi. Akaja ndugu yangu na mtani wangu Jakaya Kikwete aliipeleka kwa namna yake vizuri sana. Amekuja Magufuli naye kwa namna yake, na Mama Samia pia naye anapeleka kwa namna yake. Lakini namna moja ni kinyume ya ile nyingine. Tutafika wapi sasa? Hatuwezi kufika. Namna moja kama iko kinyume na ile ya pili, maana yake kushoto, kulia, magharibi, kaskazini, hatuwezi.